Kitu ambacho unatakiwa kujenga ili kufanikiwa kibiashara, kuwa tayari kuonekana mjinga kwa kipindi fulani cha muda ili kupata matarajio ambayo unayatamani. Kwa mfano, ukitaka kuwa bora kwenye kufanya biashara yako, lazima ufanye marketing. Na ili kuingia sokoni kwa nguvu, kwa mtu anayeanza, lazima ufanye marketing kama mwendawazimu. Marketing kama mwendawazimu sio kujitupatupa, kurukaruka. Mimi kwa mfano, mimi nafanya content zangu, ninasimamisha biashara yangu bila kurukaruka, kukata viungo na nini. Kukua mjinga ni kwamba kubali kufanya vitu ambavyo hujawahi kuvifanya nyuma. Kwa mfano, kuingia kwenye social media, kwa mtu ambaye amesoma sheria, kuingia kwenye social media na kuanza kuongea, sometimes mtu anaweza kumuona kama huyu jamaa amechanganyikiwa. Lazima ukubali kufanya kitu ambavyo hujawahi kufanya kama mwendawazimu. Watu watakuona mtu umekosea, umepotea, kama hujui unachokifanya au ni mwendawazimu. Kubali kwa muda fulani. Ukifanya marketing vizuri, soko lako litakufuata. Soko lako likishakufuata, rafiki yangu, matokeo utakayopata hutoamini. Kwa mfano, mimi naongea na watu, naongea na wafanyabiashara ambao wengine hawajui hata account yangu ya Instagram. Ila hii content sijui nani kamtoa Instagram, kampelekea kwenye group lake la WhatsApp, ambao wamejadili wakaona mimi ni mtu sahihi, naweza kwenda kukutana nao na kuwapa elimu sahihi kuhusiana na biashara. Kwa hiyo ni kitu cha tofauti sana. Nimekubali kuwa mjinga, lakini ninapofanya marketing, nimefanya kitu ambacho sijawahi kufanya maisha yangu yote. Ninapofanya marketing kwa nguvu na kwa kupiga kelele, inanisaidia mimi kuingia sokoni. Na ninapoingia sokoni, kumbuka kwenye biashara, wewe mfanyabiashara sio influencer. Influencer anahitaji watu wengi, engagement kubwa ili kupush kitu chake. Mfanyabiashara anahitaji kukutana na mteja huyu kubadilisha maisha yako yote. Fanya marketing kama mwendawazimu, kwa sababu unaingia kwenye space yako, unailazimisha soko likugeukie. Nitakavyo kugeukia tu, unaweza kila kitu.